Wapendwa katika Kristo, tumsifu Yesu Kristo. Mama Maria Malkia wa Mitume, utuombee. Karibu kwa masomo ya misa takatifu Alhamisi, juma la 29 katika kipindi cha kawaida. Somo la kwanza, Warumi sura 6 mstari wa 19 hadi 23. Somo katika barua ya Mtakatifu Paulo kwa Warumi. Ndugu, kwa sababu ya udhaifu wa miili yenu, nasema kwa namna ya kibinadamu, kama mlivyotoa viungo vyenu kutumikia uchafu na uasi hata mkawa waasi, vivyo hivyo sasa vitoeni viungo vyenu kwa kumtumikia uadilifu hata muwe watakatifu. Maana mlipokuwa watumishi wa dhambi, mlikuwa hamna uadilifu. Lakini wakati ule mlipata faida gani kwa mambo yanayowaaibisha sasa? Kwa maana mwisho wa mambo yale ni mauti. Lakini sasa, baada ya kupata uhuru kutoka dhambi na kuwa watumishi wa Mungu, mnayo faida yenu, ndio utakatifu uletao uzima wa milele. Kwa maana mshahara wa dhambi ni mauti, paji la neema atoalo Mungu ni uzima wa milele katika Kristo Yesu Bwana wetu. Neno la Bwana. Tumshukuru Mungu. Zaburi ya kuitikizana. Zaburi sura ya 1 mstari wa 1 hadi wa 2, 3, 4 na mstari wa 6. Kiitikio: heri mtu yule ambaye ameliweka tumaini lake kwa Bwana. Heri mtu yule ambaye ameliweka tumaini lake kwa Bwana. Heri mtu yule asiyefuata shauri la waovu, asiyesimama katika njia ya wakosefu, wala kukaa katika baraza la wakosaji, bali furaha yake ni katika sheria ya Bwana, na kuitafakari sheria yake mchana na usiku. Heri mtu yule ambaye ameliweka tumaini lake kwa Bwana. Naye ni kama mti uliopandwa kando ya vijito vya maji, unaozaa matunda kwa wakati wake, wala jani lake halinyauki, kila afanyalo linafanikiwa. Heri mtu yule ambaye ameliweka tumaini lake kwa Bwana. Sivyo walivyo waovu, wao ni kama makapi yapeperushwayo na upepo. Maana Bwana anatunza njia ya waadilifu, lakini njia ya waovu itapotea. Heri mtu yule ambaye ameliweka tumaini lake kwa Bwana. Na hesabu mambo yote kuwa hasara, ili nimpate Kristo na nikae ndani yake. Somo la Injili takatifu ilivyoandikwa na Luka. Utukufu kwako e Bwana. Luka sura 12 mstari wa 49 hadi 53. Wakati ule Yesu aliwaambia wafuasi wake, nimekuja kuleta moto duniani,
tena natamani sana uanze kuwaka. Kuna ubatizo nitakaobatizwa na nitasongwa kama nini hata utimizwe. Je, mwadhani nimekuja kuleta amani duniani? Na waambieni sivyo, bali mgawanyiko. Kwa maana toka sasa wakazi 5 wa nyumba bonja watagawanyika, 3 dhidi ya 2, 2 dhidi ya 3. Watagawanyika baba dhidi ya mwanawe, na mwana dhidi ya babaye, mama dhidi ya binti yake, na binti dhidi ya mamaye, mkwe mtu dhidi ya mkwewe, mkwewe dhidi ya mkwe mtu. Injili ya Bwana. Sifa kwako, Kristo.